Leo tarehe 10 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, Mahakama Kuu ya Tanzania katika masijala ndogo ya Dar es Salaam ilikuwa inasikiliza kesi ya Said Issa na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambayo ni kesi namba 8323 ya mwaka 2025. Katika kesi hiyo ambayo mnaifahamu ni ile kesi ambayo Said Issa na wenzake wanadai kwamba wadhamini pamoja na katibu mkuu wamekuwa wanafanya ubaguzi dhidi yao na kwamba mali zile za chama kule Zanzibar inapata mgao ambao sio stahiki kuhusiana na jinsi ambavyo chama kinajiendesha. Kwa maana hiyo kinaubagua pande moja ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa mnamo tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2025 walalamikiwa ambao ni bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo waliwasilisha mapingamizi 7 dhidi ya kesi hiyo, ikiwa yanagusa masuala ya kikatiba. Mapingamizi hayo yanasema kwamba kesi hii haikutakiwa kusikilizwa na Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam, kanda ndogo ya Dar es Salaam kama jinsi ilivyokuja, kwa sababu inazua masuala ya kikatiba, na kwa kuwa ni masuala ya kikatiba basi mahakama hii haina mamlaka nayo, inatakiwa yasikilizwe na Mahakama Kuu katika misingi kama mahakama ya kikatiba. Kwa hiyo leo tumefika kwa Jaji Mwanga na tumekubaliana kwamba hizi hoja za mapingamizi zisikilizwe kwa njia ya maandishi, na kwa maana hiyo kama bodi ya wadhamini ambao ndio pamoja na katibu mkuu ambao ndio wao wameweka mapingamizi hayo wamepewa siku 7 za kuweza kuandika na kuwasilisha maelezo ya pingamizi zao, na baada ya hapo ambayo maana yake ni siku 7 kuanzia leo tarehe 17 wanatakiwa wawasilishe maelezo yao hapa mahakamani. Upande wa pili wa wajibu maombi umetakiwa wao waweze kuwasilisha majibu yao mnamo tarehe 24 ya mwezi wa 11, na walalamikiwa ambao wamewasilisha maelezo yao basi kama wana maelezo mengine ya ziada juu ya yale majibu ambayo yamewasilishwa na upande wa walalamikaji, basi hayo wasilishwe mnamo tarehe 28 ya mwezi wa 11, na kesi hii itatajwa tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2025 kuangalia jinsi gani pande zote mbili zimetekeleza ile amri ya mahakama ya kuweza kuendesha kesi hii. Kwa hiyo tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2025 saa 3 ndio kesi hii itaitwa kwa Jaji Mwanga. Asante.